Asalamu alaikum. Leo tutafanya achari ya ndimu. Watu wengi wameniomba hii recipe ya achari ya ndimu. Haya, hapo muona na ndimu zangu nimezitia ndani ya maji, na hizi zingine kavu ziko ndani ya mfuko. Sasa hizo achari za ndimu, achari ya ndimu ni rahisi kufanya, hata haina mambo mengi. Na hiyo pilipili zangu nyekundu. Achari ya ndimu watumia pilipili nyekundu na chumvi hiyo hapo muona. Unachukua ndimu yako moja, unaiosha. Hizo ndimu nimeziweka ndani ya maji, ndio nitakazozitumia. Unachukua ndimu, unaiosha vizuri, unachukua kitauli chako kisafi, unaifuta maji ndimu yako. Yaani unafuta maji huku ukikamua, yani ilainike, unaweka kando. Unachukua nyingine, yani utaendelea na hii process mpaka hizo ndimu zako ndani ya maji zote uzimalize. Unachukua ndimu, unaifuta maji huku ukikamua kilainika. Unachukua nyingine pia unafanya hivyo hivyo. Waiminya-minya, yani unaminya-minya. Unahakikisha ndimu yako haina hata maji. Achari ya ndimu haitaki maji kabisa. Ikiingia maji tu inaoza haraka. Haya, unaendelea kufuta hivyo ukikamua. Unachukua nyingine, unafuta ukikamua hivyo mpaka unazimaliza zote ndimu zako katika bakuli. Hizo ambazo utakazozitumia katika achari yako. Hii kuminya-minya, yani kufinya-finya hiyo ndimu inasaidia ina form maji ndani. Inakuwa laini, yani soft ya, alafu inatoa maji. Yani maji yake ya ndimu. Kama hapo zote nishazimaliza hizo, maziona zinakuwa laini soft yani. Ukipenda unatumia zile za green, ukipenda unatumia hizi za yellow, lakini napenda hizi za yellow, huwa ni rahisi sana kuiva yani. Haya, unachukua ndimu yako moja, unakata upande huu wa juu, unatoa kile kichwa na upande huu wa chini. Alafu unaikata mara 4 kama vile unavokata chungwa. Unakata hivi. Alafu unachukua chumvi, unapaka ndani. Unapaka katika hiyo mistari iliyokata upande huo na upande huo mwingine. Unahakikisha chumvi yako inaingia vizuri. Kwa maana hii chumvi ndio italainisha hiyo ndimu yako kuiva ukiweka juani. Unatafuta container yako ya mfiniko nzuri ambayo haina maji. Iko kavu kabisa. Nasema tena hizi achari ya ndimu azisikizani na maji. Kiingia maji tu inaoza haraka, inaharibika yani. Haya, unaendelea hivyo hivyo ukikata, ukitia chumvi kila upande. Kama hivyo mnavyoniona. Haya, unaweka katika container yako. Umeona? Unaendelea tena, unakata juu, unakata na chini. Haya, unapasua mara 4 hivyo. Haya, sasa unaendelea tena, utaendelea na hii process paka ndimu zako zote hizo zimalize. Huko unaweka chumvi, unapasua hivyo, ukiweka chumvi, ukijaza chumvi. Unaweka tena katika container. Usichoke, hii yani haitaki haraka hii achari ukifanya. Haya, unaendelea hivyo hivyo. Watu wengi waliniomba hii recipe, ndio hii sasa naifanya. Alafu wale wenye kuniambia, tunataka kuona sura yako, sijui ni hapana, sura yangu hamwezi kuiona. Wasikia, hii hapa ni mafunzo tu, angalieni mambo ya kupika, sura iwahusu. Haya, muona zote nishazimaliza, nimeweka katika container yangu. Haya, nachukua zile ndimu zangu zile kavu sasa. Hizi ndimu zingine nitakata kila ndimu nikikamua na pilipili hizo nyekundu ndo zatumika. Si zile za green, nyekundu hizi. Hivi vitu vyote utapata sokoni. Kongowea kama ishi Mombasa utapata Kongowea sokoni, Majengo, yani soko lolote. Hizi pilipili waziko. Unakata ndimu yako sasa, unakamua. Unahakikisha unakamua ndimu. Kitu tunahitaji katika hizi ndimu sasa, hizi zingine ni maji yake. Ndio maana ikaitwa achari ya ndimu. Kila kitu kinatumika hapo ni ndimu. Tunakata, unaendelea hivyo kukata, kukamua upate yale maji. Haya maji ndio utatumia kusagia zile pilipili zile nyekundu. Ndio hayo maji ya ndimu nimepata na zile pilipili zangu. Pilipili unaweka kile kiasi chako mwenyewe unataka achari yako ya ndimu iwashe. Hichi ni kiasi changu ambacho mimi nimependa. Haya, natia na yale maji ya ndimu. Ninasaga sasa pilipili zangu.
hapo sikutumia maji. Usitumie maji yoyote katika achari ya ndimu. Unasaga paka pilipili zako zinasagika vizuri, zinachanganyikana vizuri na hayo maji ya ndimu. Kama hivyo mnavyoona pilipili zangu zimesagika. Sasa hizo ndo nitakwenda mimina katika ile ndimu zangu katika container. Zile ambazo nimezitia chumvi. Unamimina hapo ndani. Nadhani paka hapo mshanifahamu. Unamimina hiyo rojo lako la pilipili na ndimu ambalo umesaga. Unahakikisha unamimina yote. Mimi nimepata maji kidogo, lakini nitaendelea kukamua kwa maana tayari bado niko na ndimu zangu zingine kando. Haya, hapo muona naifuta blender yangu, nahakikisha yote ninatoa. Haya, nachukua sasa zile ndimu, bado naendelea kukamua zile ndimu nipate maji. Maji yanatakiwa yafinike hizo ndimu katika container ama yakaribie kufinika. Sababu tayari hizi achari zikiiva zitazidi kutoa ile maji. Hizi ndimu zikiiva zitazidi kutoa ile maji ya ndimu. Inatakiwa ifike kama hapo ama ifinike kabisa. Sasa ni vile mwenye ndimu zako unakamua, ama ndimu zako vile zina maji, inategemea ndimu zenyewe. Haya, hata zikilala kesho yake ukiongezea maji ya ndimu haina neno. Kama hapo nimekamua, nimepata mengine. Haya, natia hapo. Haya, mimi yangu nimepata yamefika hapo. Hajafika juu wala kile kiwango, lakini haina shida. Hata kesho vile zikilala naweza tu kukamua yale maji ya ndimu nikaongezea. Wasikia, the more inakaa ndo the more inaiva. The more inapata maji ya ndimu ndo the more inaiva achari yako. Kama hapo waona mimi nimepata yamefika hapo. Wasikia, na ndimu zangu bado nitazikamua nihakikishe imefika hapo juu ama karibu na kujaa. Haya, maona sasa hapo ndimu yangu sasa hapo nitafinika. Nitachukua mfiniko nifinike, niziweke juani. Zitakaa juani kama 5 days to 6 days zitakuwa ziko tayari. Sasa hapo nitazifinika. Hata kesho yake uweze ukakamua tena maji ukaongezea. Haina shida. Yaani usiweke maji. Maji ya kawaida usitie katika achari ya ndimu. Ukitia tu maji, ndimu zako zitaoza. Lakini hakikisha umeongeza maji ya ndimu. Ukipata maji ya ndimu unakamua tu unaeka. Na hakikisha hiyo ndimu yako isiwe na maji. Kwa maana unaweza kukamua ikashikana na maji ikaoza. Sasa muona ndimu zangu hiyo ndio achari ya ndimu. Nimeka chumvi na pilipili na ndimu zenyewe. Basi na zile pilipili nyekundu. Hii natumia pilipili hizo nyekundu. Sasa hapo nitachukua container yangu. Kama hiyo container yangu nitachukua mfiniko nifinike sasa. Niende kaeke katika jua. Muona kama hapo nafinika container yangu. Naenda naiweka katika jua for 5 days to 6 days. Itakuwa iko tayari ndimu yangu kulia nao wali, uwezo kulia nao wali, yani kitu chochote mwenyewe your favorite food. Haya, tayari hizo after 5 days to 6 days itakuwa iko tayari. Na wanaotaka niwaoneshe vile ilivyokuwa, niwaoneshe majibu pia nitaweka. Mashallah, achari yetu ilikuwa nzuri na iliiva vizuri. Mashallah.